hata hii mwa sasa hili nikeka hapo mnaiona mwada mtakubanga kijimoro hivi ya ambia wote wamekuja kuona mhubiri habari yako wacha waka kwa mranja wa vile ngina kama watala waulize mlikuwa wapi wiki mbili na imani chikirere wana mnadanganya kiongozi mlikuwa hapo na kila mmoja wao mura hiyo na mwarenga jamani amekaa kwa hema na hapo kuja wiki mbili Urasa hapo utakaa chikirere umekaa kwa kiti ya mtu mwenye anachomwa na juu wao kwa wale ukimunto yosambiwe mwazo sana lakini hata hivyo Yesu anatoa baraka hata kwa wale hapo Majina wa Yesu akoga mazini majina saba mmoja ambaye hakuwa ni Myahudi akakuja kwa Yesu Mungu wa Mungu Myahudi na jidasi Yesu acha nirudie ndio mtu mmoja ambaye hakuwa Myahudi akakuja kwa Yesu umuntu wa Mungu arengo Myahudi akatasi Yesu kaona Yesu akitoa baraka kwa watu akara Yesu gusisini abantu akaona anabariki watu sana akaona gusisini abantu mama kamwambia si hata mimi unibariki akamadanyana na nje kama gusisini Yesu akasema Yesu akapewa ni baraka hii ni ya watoto ama sisi ni haya na ya bana ndio mama akasema lakini si hata mbo mmoja kama watawanga na nini kisese kwa maana Wayahudi walijulikana kama mbwa ikiagara Wayahudi wamenipata na kisese anaweza akapata matorenge na wao alikuwa nyara ndagari ya tigaire leo nitawapatia matorenge ikiagara mwenye wale ndagari ya tigaire lakini niko disadvantage kwa maana I have a tired congregation wana na wewe ni shiki hii jambo hapo usagerikana wasiri sasa sijui nitafanya nini mimi ndio leo kinaka sasa nitawachia tu mwana nitawacha kama atigirana usenda atigira sasa nataka mniombe kitu kimoja ndio Mungu sababu nitaka Mungu saidia ile mbili dakika kidogo sana unaona hivi kwa hiyo mrandi ya andichi ndakichike nisaidie kabisa akate maneno mmoja na chama ngana ndio kuna temptation sisi kama wahubiri tunapata hata mnari tuna warandi toka nyora yani mkuu na kama kwa temptation ngumu zaidi ama temwa makao ni kupunguza ujumbe nuko na chirira mangana alikuwa wapi lakini kwa sababu ya kuchomwa na jua aseni njoyomo gaso na kwa sababu ya uchovu wa watu wa Mungu na aseni njombo wa rosobwa wantwanya saa Mungu anisaidie nipunguze Nyasaye kwa wenye alikuinija hebu tusimame kwa pamoja tukina nani yotozi nitaimba wimbo hapa kwa tera aiga kama unajua unaweza ukaimba pamoja nami kila lanoko mwenyewe na wao tera mwananchi kwa maana ni Kiswahili kwa hiyo si Kizungu ikiara kwa si Kiswahili kwa hiyo Kizungu wale wanakumbuka za Kristo ni 117 walimwata matera haya nitaimba igare 117 roleni wenye wale program ndio mmoja shit ngoja hapa wa Foresta waimbe okay sawa kile nitaimba tu kwa derani Wanembea Yesu kwa kusafiwa kuoshwa kwa damu ya kondoo neema yake yatumwagiwa waoshwa kwa damu ya kondoo kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo ziwe safi nguo nyeupe sana waoshwa kwa damu ya kondoo. Neno letu kuu linatoka kitabu cha Efeso 5. Ningana litulilele waligura sile kitabu cha Efeso 5 mstari wa 25 na mstari wake wa 26. Vifungu vya 25 na 25 kama basi uvueni
5:25. Samahani sana, enyunge 25. Enyi waume, imwe abasacha wapendeni wake zenu banja bakungu baino kama Kristo naye alivyopenda kanisa. Kuna Kristo anjete kanisa akajitoa kwa ajili ya kanisa, naenda akewo manyana asengenjo yaye ili makusudi elio anyare kwekena elio ili makusudi elio anyare ili makusudi elio eikirane ili makusudi. Najua nimepatia msafiri wangu kazi, lakini tuendelee. Ili makusudi elio enyalekane alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, anyale kulichena na kuyesibia samacha asilingana. Baada ya siku ya leo ikirenga vyokolo witorero God's washing machine, mashini ya Nyasaye gusibia. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakuja mbele zako na umati wa watoto wako waliokuja kwa sababu ya ibada na kubarikiwa katika kufunga mkutano uliokuwa katika majuma mawili. Tunaomba kwa muda mchache tulionao, zungumza nasi katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Wapendwa, kulikuwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Old John. Awanjwa mwaka naro ya umoja kurukwa mwako mwagabichoni. Huyu mzee alionekana kila wakati akienda kanisani. Mwako wewe alikuwa anakana chikira chinga kia kwa gande kanisa. Mvuvi mmoja alipomwangalia Old John, umorubia yomo karareje mwako uliona, akaenda akamuuliza John, mbona kila wakati unaenda mahali one place? Akagenda akamuuliza wa ingi yako ya umorubia yomo, akamuuliza ingi yako ya roko ya saa kila siku tu ni pale pale, kila chinga kinali aliyoko. Nani wiki naisha tena warudi pale pale, wiki yako yana ndiko ila na aliyo. Jambo la kushangaza, awele ndio ujani unabeba tu kitabu kimoja, wewe kile kitabu kama siku kubwa hata kinakutosha, na ndio kelele operasia, lakini kila siku unabeba kitabu hicho ndio kila tuko wewe kile kitabu hicho. Tena kuna kitabu kingine kidogo, na ndio kitabu kingine kinakaa kama kiko tu na maneno mengi imeandikwa 1 2 3 4. Karibu na ndio kitabu kile mangana manga ya mwenye isatonye. Mbona unafuata kitabu kikubwa na kingine kidogo? Ungeapa huko watu kitabu yake kendeke ndio. Tena unaenda unasikiza tu mtu yule na alikuwa anadai hata kama mtu yule. Kwani wewe utoki kusikiza huyo jamaa? Ayatolikuwa na sabatana mtu. Jambo la kushangaza kabisa. Ile ndio ndio ujani mama. Unaimba wimbo moja kila siku. Kila kama kila kitu. Ukikaa hapa Kisii utashangaa. Sasa kwa mjini unaondoka. Unasikia mpaka wimbo kanatoka kwa ule mlima. Ndio kwa wataro kwa pale kwa watu. Kidogo mwingine ana kompyuta upande ule mwingine. Akaona ndio kwa upande mwingine unasikia bass. Sasa kwa hapo wewe mwingine unatukua. Unaimba wimbo ule. Watera kuliko hiyo. Hautoki na kwenda katika sehemu hiyo. Kulikuwa na propaganda saa hiyo. Walisema ya kwamba wanao vijana wana nguvu. Wala hawafahamu watu chungu. Wazee wana hekima. Abalanga kwa watu kisemi. Ambia James Bwana asifiwe. Yaani anga baba kama na wapi. Ambia James uko na nguvu. Baba kama tatu mmoja jinguru. Lakini babu yako hapo na hekima. Kuleta soko na watu wengi. Huyu mzee akapiga hesabu. Asa yumo wako ya karashio mwaroye. Unasema mzee anaweza akaona kitu akiwa amekaa. Baada ya na mume wako wale ndio yuka afete. Ambacho kijana wote akaona akiwa juu ya mti. Omwafaata anaona nyere mtego. Mzee akamtazama na akamwambia, "Mwako huyu akamwambia ya akamteria. Si wewe ni mvuvi." Ayatolio mvuvi. Okay. Lakini si wanaona tu unaenda kwa maji yale. Na yeye ndiko kwa rabotando kwa kuendesha macha yaje. Lakini sinaona tena umebeba ile
nyuzi ile uzi wa kuchukua nao ya kuvua nao samaki kila siku kilikuwa na gobata ndani nanya kila kitu sasa wewe unafanya vitu vile vile maana naye kali ndio hiyo hapa jamaa akasema hapana alikwambia ndio kataba ya kulanga kwa hiyo anaenda kwa spot moja lakini maji ni tofauti ndio anaenda samo kuleta maji gharama ilikuja jana sio iko leo amaja yale ngoi bora tajarara ndio wewe samaki nilivua juzi na juzi na arube tori tukolizia iko kwa mitumbo za hawa watu wanaoniangalia ndio kila sichina cha watu kama samaki nitapata leo sio yule nilimpata jana hii sweta nyora leo tori jina nyora mwisho kila siku ni tofauti kila kitu kwa ajili yao mzee akamwambia basi sasa kaa nikwambie mwagolewa na wataona leo tuanga tagi mimi naomba Biblia ile na njambo moja Biblia ile lakini neno nalopata ni tofauti ndio maana kwa barali gharama mimi naimba wimbo ule wakatara kuliko lakini Yesu anazungumza na ulimwengu tofauti ndio Yesu anaopana mama wamejikira hawa inaweza nikaonekana ninarudi mahali pale pale naona wanataka kuna nanda fanya lakini panaonekana kuwa kupya siku baada ya nyingine lakini afanye hapo na baba yali tukashe ile ndio najaribu kukuambia kitu kimoja wanganda dawa ndio kama wako kuna umuhimu watu wa Mungu kukusanyika ndio ndio watu wana saa kusangeleka na tunaishi katika kipindi ambapo watu wanaamua waende kanisani wasiende hiyo ingine ndio watu wale ndio ndio uzembaga lakini je kuna umuhimu gani wa kukusanyika kanisani ndio ngimo kile kile ndio sana kusangeleka na mazee kanisa nataka nisome kitabu kimoja hapa ndio soma kitabu kama higa ambacho kinaitwa Acts of the Apostles kimeandikwa na mama wa kipekee anaitwa Ellen G. White anasema hivi mpendwa the church is God's appointed agency for the salvation of men kanisa ndio tunasali kila roho asoporo pamoja kwa mwana wa sehemu peke yake Mungu amesema ukienda pale utaokolewa hakuna huko nyasata ile wako ndio wako wale unakutana na watu wengi wanasema si kanisa ni moyo wako na nyoro na ntango wao ndio kanisa ndio koro yao wamuulize kwa hiyo yake hapo na manabii mmoja ambaye asenkore inawatawa hapo kwa roho yake hapo na wachungaji asenkore inawatawa hapo kwa roho yake hapo na wachungaji washiriki asenkore inawatawa wengine hapo kwa roho yake je hapo na wale walio vipao vya Roho Mtakatifu asenkore inawatawa ndio watu wa Mungu kwa Efeso ile kitabu cha Waefeso yote ni wanane hadi mstari wa 11 viungo vya yeye bitano vitatu vya kama Biblia inasema Mungu alitoa vipawa katika kanisa lake Biblia yote wanasema na wote vya wao kanisa yake lakini nataka nisome mstari wa 12 na 13 Bwana ndio tutasoma viungo 12 na 13 Mungu akatoa vipawa kwa watu wa Mungu nyingi hapo anasema wote vya wao sababu wanasema Biblia inasema for the perfecting of the saints yote wanaoshirikania abatumwa kabla sijaendelea niwache nitoe kuhuzunika kwangu nitagranda kama ujana kwa ndaranga ni kitu kikubwa sana mimi nataka neno mno baada ya kukaa kanisani siku nyingi nimayoko mwenye kanisa matuka mambo lakini uko mbali na the perfection of the saints uende orane ndio ukira Mungu abatumwa niliuliza hapa siku moja Yesu akikuja leo hapa na wale alikwenda na Yesu anasagoja leo ni nini rahisi kukupeleka mbinguni kabla ubatizwe ama leo ukikaa wiki ororo kule unataka kwa kubatizwa uweze leo ile siku uliingia kwa maji ama baada ya kukaa kanisani miaka 50 ndio Mungu afata saa maji na kwa Mungu kabisa miaka 40 tunasema watu wengi wanasema nchana sote kanisa 8 years ago watu wale tuasote kanisa matuka ikiruja lakini shida tu ni moja mjambo nao ile experience moja ya mwaka wa kwanza au manyimbo mwaka mwili tano anarudia 50 times mara hiyo miaka mara kama ni mzee amezoea kufanya tu kitu alifanya mara moja anya ndio hata hapo leo nitapata lilimo lakini nataka nikukumbushe mpendwa leo ndio tendo nyinyi mwanzo kusudi kubwa Mungu aliweka kanisa lake ekelenga kanana ya saa ndio kanisa ya kila siku unapokuja kanisa ndio tunaenda roho kanisa ukaribia karibu na utakatifu wa Bwana ndio ndio kaanga na watu wa saa Biblia inasema hivi wapendwa Biblia yako anasema kawaida ya kwamba not only for the perfecting of the saints bali asomo ngerenya watu walioka for the work of the ministry na asomo kwa
kwa kazi ya utumishi. Nataka nizungumze na wewe siku ya leo. Yesu alisema yeye ni yule ambaye anatumikia kuliko kutumikiwa. Mwana wa Adamu ambaye alijifanya kama daktari, anasema kukuja kuwatumikia waliopona, akasema mimi kazi yangu ni kutumikia wengine. Katika majuma mawili kama ulikosa, tulisema Mkristo kazi yake ni kutumika. Yani kutumika, yani utumike vizuri kwa kazi ya utumishi. Wacha Wakristo wa siku ya leo ambapo wanapohitajika kutumika wakati, lakini wao wanataka tu watumikiwe. Sasa ikiwa bachela bwana, usikuje kwangu. Bwana usiende kwa jirani yako, tumikia mwenzako. Tunasema tumejaa na Wakristo ambao wako selfish, ambaye bwana tu unamsaidia hako sawa, lakini kama umsaidii hana maneno na wewe. Kanisa iliweko kwa sababu ya utumishi. Unapokuja kanisani, unapata mtu asiye na lake, unapata mtu aliyefiwa, unapata mtu aliyekuwa na shida zake, kuombea enda Mungu atakubariki. Unasema mimi niko hapa Bwana nitumie. Kanisani Mungu amesema ni kwa ajili ya utumishi. Unaendelea kusema mpendo, si tu kwa ajili ya utumishi. Biblia ilikuwa ni Efeso 4 mstari wake ni wa 12. Kwa kusudi asekerenga si tu la kumkamilisha mtakatifu, sio tu huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Mwili wa Kristo ujengwe. Sikiza wapendwa, unapoingia katika kanisa, Biblia inasema tuliunganishwa na Roho Mtakatifu kuwa mwili mmoja. Kusudi ya kukuja kanisani ni mwili wa Kristo ujengwe. Nataka mnisikilize siku ya leo. Mwili wa Kristo haujengwi na propaganda. Mwili wa Kristo haujengwi na mapokeo ya wazee. Mwili wa Kristo haijengwi na watu wa Mungu wasiompenda Mungu. Ikajengwa na nini? Kabla sijakwambia utajengwa na nini, hata na sisi sote tutapofikia umoja wa imani. Iza wapendwa, hakuna anaenda mbinguni pasipokuwa na umoja wa imani. Nasikitika sana ninapokutana na Wakristo ambao vitu wanaamini unashangaa vilitoka wapi. Tumekuwa tukizungumzia swala la Sabato hapa, na tukasema ya kwamba kanisa la Mungu kusudi lake ni kuhakikisha mwili wa Kristo ambao ni kanisa lake liweze kukamilika, niweze kuwa na umoja wa imani. Lakini watu wa Mungu wako na imani, kila mtu ako na yake. Nasikia watu wanakaa chini wakizungumza Biblia, anasema nchi na hatutaki kuja mloroje
Unataka kugonga mbagiloro, tunataka kujua imani ya nani? Unataka kutoka mmoja kwa pango. Unataka kujua imani ya nani? Unatembelea watu. Wakarogota watu waliacha imani. Watu wetu kuegena. Tuwauliza mbona uliacha imani? Kwa hiyo ndio kwa mwa wetu kuegena. Mimi niliona huyu peke yake ndiye ananipenda. Na roho ni wewe kana roho nyanjete. Kwa hiyo kwa sababu ya upendo vile uliona, ingese ni mtu anajaribu na kwa roho. Ukaamua kwenda njia zako kwa njia isivyo mapenzi ya Mungu. Nitakwenda jinjira chao tutaanza kwa mwana. Kusudi la kanisa la Mungu. Ekirenga je kanisa ya Nyasaye. Tuweze kuwa na imani moja. Kwa leo kuegena kama Ufunuo 14:12 na sizungumzie imani. Kwa maana kwa Mungu hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Wanaozishika amri za Mungu. Na kuwa na imani ya Yesu. Wapendwa, watu wa Mungu wanakuja kanisa. Wakitafuta imani moja. Nikasoma kitabu hicho cha Waefeso 4:4-5. Biblia yote wazi utakuta Waefeso 4:4-5. Tumeitwa kwa mwili mmoja. Waranga liwa somo roho Bwana mmoja. Tatoyo mo. Roho mmoja. Umoikoyo mo. Ubatizo mmoja. Ubatizo mo. Kila kitu ni moja. Na lazima watu wa Mungu wafikie umoja wa imani. Na wikawa ndwanya saa baita na Mungu kweli. Wanafunzi wa Yesu Kristo. Abara Yesu Kristo. Ilifika mahali wakashindwa kutumika na Roho wa Mungu. Mbaya ingeta asema basinya kutumika na Mungu. Kila mtu alikuwa na imani yake. Kana kama mtu watu kwa na kwa. Nawaambia siku mtakuwa na umoja wa imani. Wataurithi mara na wenye huo kweli. Mwaga Roho Mtakatifu. Mungu mromika omoche. Na mtaondoka kutoka Samaria. Mungu asifia Samaria. Mwende Judea. Mwende Judea. Mwende katika sehemu zote za ulimwengu. Mwende jinsi. Nitawapatia Roho Mtakatifu. Nimba mkomo chenu. Nyoka watawauma na hamtakufa. Nitawapatia ishara tofauti. Na mtaleta wengi kwa nyumba yake mwenyewe. Umuhimu wa kanisa ni kuleta watu katika umoja wa imani. Watu wa Mungu ni wagumu. Neno la Mungu liko wazi. Kila kitu kiko wazi. Na nikasema watu wengi makosa wanafanya siku. Ile makosa watu wengi wanafanya siku za leo. Ni wale ambao wanasema saa hii wacha kwanza hiyo maneno. Hiyo maneno ya roho nabii weka kando. Hiyo ya kanisa wacha kwanza. Hiyo kanisa wako anaweka sema. Lakini hapo nataka nikwambie kitu. Kama haupo tayari kuingia kwa imani ya Yesu. Na basi pia kanisa inaweza kosa isikusaidie. Ndio kanisa bwana bila kutoka kwa. Maana katika kitabu hicho cha Waefeso 4 inasema kanisa la Mungu limepokea vipawa tofauti. Yote ukivipokea vibadilishe maisha yako vikuongoze kwa imani moja. Amina. Amen. Sasa wapenda, nataka nirejee ile kitabu nilisoma. The church is God's appointed agency for the salvation. It was organized for service. Wewe ulikuja kanisa kufanya nini? Niko na ujumbe usio mzuri kwa watu ambao kazi yao ni kukuja kanisa na kupotea saa saba. Wanadhani kanisani ni kuja tu kuimba kanisa na watoto kwenye. Wanadhani kuja kanisa ni mhubiri asimame na malize haraka turudi nyumbani. Lakini sikiza. There will be no starless crown in heaven. There will be no starless crown in heaven.
And the star, hiyo nyota na ngana hiyo ni nyota ya utumishi. Kazi ya Mungu na kanisa la Mungu ni kutumikia. Kanisa ya Nyasaye no korera. Na kumbuka sabato ya kwanza tulizungumzia hilo jambo. Mimi yote sabato tangani tu kwa ndio ngani. Na tukasema ya kwamba yule Msamaria alipochukua yule Myahudi aliyeteswa, akachukua vitu vyake vyote alivyokuwa nao na kumshughulikia, lakini baada ya kumshughulikia akaingia na yeye katika nyumba na wakakaa pamoja. Alafu akatoka na akamwambia na kupatia peni mbili. Tumia zikiisha. Zikiisha. Tumia zako. Tumikia watu. Ukristo pasipo utumishi ni Ukristo uliokufa. Nasema hivyo wapendwa. The members of the church. Those one he has called out of darkness into his marvelous light, and to show forth his glory. Sikiza wapendwa, kazi kubwa tuliyopewa na Mungu ni kumfanyia Mungu utukufu. Ni kufanya vitu vionekane kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa upesi vitu vinne unafaa uhakikishe ya kwamba kanisa itakusaidia. Nataka nizungumze na wale waliobatizwa kwanza. Ushirika. Tunaenda kanisani kwa sababu ya ushirika. Inamaanisha tunaenda kanisani kwa maana tunashiriki. Ndio maana tunapokuja kanisani, hata wewe chukua kiti moja upanguzi. Hata wewe saidia kuinua hema. Hata wewe saidia kuchukua uchafu na kutupa mahali nafaa kutupa. Hata wewe enda mbele kidogo, imbisha. Unajua kuna shida siku ya leo. Kanisani kuna tu mtu mwenye lazima afanye kila kitu. Mwingine akijaribu kukuja anaambia wewe wacha, wewe ni mgeni sana. Kwanza acha tukufundishe maneno. Wewe kwanza unaweza kuja na vitu zenu za dini ya huko. Hata kuimbisha anaweza kuja na vitu ya dini yake. Fanya ushirika. Patia kila mtu nafasi katika kazi ya Bwana. Wale viongozi ambao kila kitu ni wao. Nienda kanisa moja. Elder ndiye anafundisha lesson. Elder ndiye bado atakuja atoe matangazo. Elder ndiye bado atakuja afanye mchango. Na huyo ndiye bado atahubiri. Mimi nikienda hiyo kanisa ninaacha. Wapatia watu nafasi ya kumtumikia Bwana wao. Waelekeze katika utumishi wa Bwana. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:3 inasema tunakuja kwa ajili ya ushirika. Lakini pia kuna watu wachoyo. Wao wakishakuja kanisani ni washiriki tu neno, lakini hawajawahi shiriki kwa vyakula. Uliza jirani yako, kanisa yenu mko na common lunch? Najua hiyo ni doctrine mpya nimeleta Kisii. Watu wacho ndio maana hata warudi kanisani jioni. Akitoka hapa ndiye anaenda kuperera ugali.
Sasa watu wa Mungu sikiliza. Wana wa ndoa saa hiwa. Sitasoma lakini Matendo ya Mitume 2:41 na 42. Tunaona magondo wa kwa ile ile marangano na kama na marangano. Wakati mitume walijazwa na Roho Mtakatifu na kuleta maelfu kanisani. Ekara tumwa watu ndio kama ndio wakaleta manda wangi kanisa wakavunja mikate pamoja. Ikawa seminyo tumugati sobo. Walienda nyumba kwa nyumba wakikula pamoja. Wakaenda nyumba kuragira amo. Sasa sikiza wapendwa. Wana uwanga banjwa. Unajua mbona washiriki mnafukuza washiriki wengine? Mwenye kama Kristo kwa sababu wa Kristo bande. Wanasema a house that eats together stays together. A house that eats together stays together. Yaani natembeanga na watu kwa nyumba za washiriki. Nashika mshiriki anaambia elder. Ndio wao Kristo watayimulisha. Baada ya mwanio wewe tangu mtoto chitu mwana. Jambo kwa ni mwanzo ndio kana hapa. Sasa wewe ni mwisi kiasi gani? Wana ndio mwisi urenge joki. Tembelea watu jua bali wanaishi. Tarehe watu mmoja na wamenyete. Weka appointment wapi na kuja kukula kwenyu. Wapeje mambo utande kwa rawi tukoze. Sisi kama wahubiri, injili na warandia. Ukiingia kwa nyumba ya mtu yeyote, toka sawa nyumba ya mtu ndio anaanza kusema asiunge kula. Alaga kama kwa sababu utakaporanga. Lakini unajua mbona waambii mnyinyi mkule? Ikiwa wanaangalia ya watu kama wataje. Kamati ya roho chafu. Nasema ndiye mkojo mwe. Si kwa sababu unajua huwezi kula kwa hiyo nyumba. Bali ngambia kama ndio taragere. Kama ile maneno umeongea kumhusu huyo mtu. Lazima mtu maana kwa kwani wewe mtu hiyo. Huwezi muangalia uso kwa uso. Toka na kumulika hiyo uso sasa. Ukiona kanisa watu wataki kukula pamoja. Goroka ile kanisa wa bebe ndio ramo kwa sababu wamepoteza ushirika. Na sasa ndio waachili. Wanakuja tu kanisani. Wanakuja kanisa hiyo. Wamalize waende. Watu waende. Ndio maana kanisa za Kisii zinakufa. Na hiyo katika kanisa kuzia chakula. Nilipokuwa wadogo nilisikia walikuwa wanakula kanisa. Sasa watu walenga wakati wote na watu wako na wanaleta geteri kiao. Watu wanaleta geteri, wanaleta manyabwari. Yule mwenye anapiga chapati at least kuna watoto wanaona chapati wanajua tukienda kanisa popote tutapata utamenyerewa kidogo. Wale wako na shida chapati baada ya mwana yule chapati itafika siku gani? Wana kuna kugora ndizi za pera ike. Sasa wewe urendayo unaua tu watu na harufu. Uko sheria abantu nobo limezu. Kwanza wale wako na nyumba karibu na kanisa. Bali wao watu kinyombe kirangani kanisa. Wewe siku wanachoma kuku. Wengine nyumba na kukoranga ngoko kwa sasa mtoto wengine wanasema Mungu wangu. Wao mwana yuko anakwenda hapo kasaito kitabu kile ngoko yote ngumi nto. Leta hizo chakula tukule. Leta dagri. Leta tushiriki. Leta tukule pamoja. Tumalize turudi katika ibada za jioni. Wacha tu kuleta chakula wageni wakikuja. Hata wazee wa kanisa tengeneza common lunch for elders. Sasa unapata huyu elder anafikiria kivyake. Anakuja kwa pulpit huyu na anakuja na yake. Unashangaa they are not in harmony. Wana kuvuka na hiyo. Hata wakaangi chini kuelezana tufanye nini? Mbali kwa kanasama kwa wengi tono wale waliowekewa mikono siku ya leo. Bali wale kuna wako leo. Umepata mhubiri mbaya. Ngomanya roho mradi mmoja. Enda mtengeneze kanisa la Mungu. Enda mroshe kanisa ya Nyasa. Washiriki wakikuja, aba Kristo wao wapokelewe katika mikono ya watu wenye ushirika. Wanyara wao ni vinara watu sanga. Huwa tunahubiri ngurani tole tunabatiza tunabatiza tukienda toka genda unasikia ule ayuko kwa hiyo utayo ule ayuko uliza ganda tejira yayo ule pia ayuko unela gatuka kwa wao ukiuliza nini mbaya wewe unaonje kebe ukimtembelea mimi sikuwa na kama wananijali wao wakajiji na roho zimbanja mambo wananijali tu ile siku walikuwa nataka wanibatize wao walikuwa wanabadili video kwa mbatizo ilipobatizo ikaisha wana kama wazito ya kaera sasa wazee wa kanisa wana wakabeka kanisa mimi sitakuwa hapa mhubiri kila siku jitinde kwa kuambia kwa chinda ki simuwapatia kiti mzuri hapo
Ngeke mwabaye ndio kilaiga na muendelee na hiyo roho. Mwaendelee na roho utambi. Roho chafu zingie. Mmoja tu mtume muwashike. Mugabwate. Mwe rafiki. Mugaba sami. Jua hata mahali wanaishi. Wanyama wengine asimamenyete. Jua shida zao. Manyeme chando yabo. Kuna wengine ni wadogo hapa ambao hata wazazi wao si wa Sabato. Abaado baba wana wakafa kila abaado. Jua shida yao ni gani? Wanda sababu manyeme. Kama kuna watoto watapigwa wabia mkonyole kanisa hili. Wana watu barabara ikiwa watawo. Kuna wengine shuleni wakienda wanaambiwa nisikuona na hii dini ni ya shetani bali wako ndio shukuru watu wa utovu watu. Kwa maana Amos mwenye alikuwa anajua mafungu mengi hayupo. Yaramu shule mate mungu binge sasa. Atamtetea na neno la Mungu kwa watu wanaoenda kumruana na zile nyanya saa watu leo. Wewe kuje kanisa ukutane na wazee mmezoea. Hicho ndio kanisa nyoro na baraka mnara ine. Jua shida za watu wa Mungu. Manyeni tando la watu waje sai. Kanisa iliyo na umoja. Kanisa ya watu wa Mungu ndio kanisa inayokuwa. Na ile kanisa ikoendelea lakini si kwa ubaya. Kumilaje asomo wewe. Kiendelea vile mnaendelea huko kweli. Mwanzo kuendelea kuna mwendeleo tigosi na. Ukirira mwenyewe. Ninapomaliza naona masaa yangu na nikimbiza kweli leo ndio jiko ngende sana. Ili nisaidie nimalize sasa. Ndio kwenye kule. Sasa sikiza wapendwa. Bwana kuna baba anchwa staki ni wachoshe sana. Ndio timbara shie. Mume ukioa mke. Umushaje kwa nyamiro mkungu. Na kuambie Mungu kwa mama tenge nitaona nikuje kwa nyumba yako. Niyo Mungu chasi nyumba yao. Lakini hiyo nyumba sitakuwa na rara. Kulele nyumba yetu ndio korara. Nitakuwa nakuja tu once na wahi. Mungu jaribu ashakaro. Wangapi tawa? Hiyo mwile. Yakani. Sasa sikiza waliobatizwa. Bwana wangu waliobatizwa. Ukibatizwa, kwa kuwa batizwa unafanywa kuwa mke wa Kristo. Uko kwako roho mkungu Yesu. Na Timotheo wa kwanza 3:15. Timotheo ilitawanisha Timotheo 15. Inasema Yesu ako na nyumba yake. Watu wanaona Yesu na watu nyumba yake ambayo ni kanisa. Yeye kanisa. Mbona ubatizwe? Ungeapa ubatizwe umfanye Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Omukolo Yesu awe mabali bile unabwao. Umvae Kristo. Umuowe Kristo. Alafu baadaye abuoma ngagaye uache kwenda kwa nyumba yake. Ukiliko kwenda si nyumba yake. Mtu akioa mke, umepanga nyamuru mkungu, hata kama huyo mke poreni kwa wale wake zenu wanafanya kazi usiku. Ubaida maraso wajia bangi na wao pale mbele mtu. Na wenye wako ngambo. Na wale wala hapajisi kisiku. Lakini hata kama ni nini kurende na bangi tukende yosi kiaba. Rudi nyumbani. Ile manyumba. Jioni kifika saa 12 mara wakati ya wewe saa 12 kana watu wa kwako. Ikawana watu wa nyumba yao. Stick in your house. Zera mwao. Hakuna haja ya kubatizwa. Ungejute yora abatizwe na ukose kuingia kwa nyumba ya Bwana. Bando bora si nyumba ya tata. Kabla sijamaliza acha nifanye kipengele kimoja alafu tuende. Nitakagora tuanze kama hizo tuchele. Biblia inasema kwamba Biblia inasema Yesu ukiingia kanisani, akawa ashauri kanisa Yohana 10 mstari wa 14 na 16. Yohana injili 10:14 na 15 kama he is the good shepherd. Leo umulisho muya. He is the good shepherd. Leo umulisho muya. Na hiyo kitabu tu inasema kwamba kondoo wake wanajua sauti yake. Ikawa watu wanachung'ombe chukuli biliaje. Na wakisikia sauti yake wanafuata mchungaji. Na ndio wako Biblia yao waliko jumba kwa tumulisha. Nataka niwasororee watu wa Mungu. Nataka niwasi watu wa Mungu. Mnapokuja kanisani, karamu achile kanisa, usifuate Amos. Tufuate mangana Amos. Amos ni kondoo. Amos ni ng'ombe. Usifuate Jafet. Mungu hata mangana Jafet. Jafet ni kondoo. Na yana ng'ombe. Usifuate pasta, tuwaja mangana yo Morandia. Si kila kitu anafanya ni sawa. Bali kile dawa kwa kile kija. Hata kama Josephat alihubiri afya mzuri, na yeye Josephat ndio ndiye afya kuja. Usifuate Josephat, chako watu Josephat.
Hata huyu uncle yangu hapa ambaye ndiye kiongozi mkuu wa conference. Na neno mradi yote wa conference. Usifuate Kenya anafuata. Hakufuate kuna kitu cha kufuata anachofuata ndani ya Biblia. Wacha angeki yako wote ime ya Biblia. Fuata anachofuata ndani ya Biblia. Wacha yako wote ime ya Biblia. Hata yeye anafuata mchungaji mkuu. Itawe na ngene wala watu chumolisho mwanene. Kondoo wako na tabia mbaya. Awa chingodi chiwati chingekichimbe ya kufuata kondoo mwenzake. Kufuata chingodi cha mwabo. Wewe unakuunganisha tu hapa kwa ng'ombe peke yake. Ndio anajua mwate ika. Tafuta kondoo kidogo. Awa chingodi kufuata kondoo vizuri. Sababu na chingodi chingodi kuja. Ng'ombe kikata hapa. Ng'ombe yamete ika kama ni mchungaji uko na shida. Onyoa kuromo lishe kwa mwate ni. Kama ziko 100, onyoa chile 100. Zote zitafuata hapo. Chazi pemla ukajua atijanya. Sasa Yesu anasema, Bwana Yesu anapenda, mimi ni yule mchungaji. Ninjo mlisha. Ambaye kondoo hawasikii sauti ya kondoo. Hawa ching'ombe kitalikuwa wili kondoo wanasikia sauti ya Yesu. Ching'ombe kiko wili ya Yesu. Mara nyingi wengi wakibatizwa. Awange karaba batizo. Ukirudi waulize mbona ulirudi wewe? Na usipoila mbele ungekuwa mwili ametemanga. Ati si kondoo mwenzangu. Gago kamerana ng'ombe ya mito. Sasa kondoo ndiye amekuita hapa ni Yesu. Bwana ng'ombe ya kurangire kwa Yesu, fuata Yesu. Fuata Yesu. Lakini pia Yesu amesema kuna kondoo na mbuzi. Na ndio Yesu kwa wale ng'ombe ndio ng'ombe jimboni. Unajua mbuzi? Unajua jimboni? Unajua vile inakaa? Unajua kuna chile. Unajua kuchunga mbuzi. Kwa raha hizi jimboni. Ukifunga karosi betele yamo na yale chakula kwa jirani na ndarare ndagere mwambate Mungu wa mbinguni tatu yoro kama huko around onyo wote yange itaenda iko ikenda hata kama umefunga na uchuzi itaenda nende. Kuna mbuzi katikati ya kanisa asiye kanisa chimbuli njiro mbuzi waongozwi ni chimbuli njiro kwa hawa mwene arojire wana nero manyete huyu ndiye kamanyi kama kitu habari kanisa yake ni ajui tumekaa kanisani muda mrefu. Mbuzi hawezi ongozwa chimboli njiri kura hawa mbuzi wako na pembe na chimboli njiri kama munjara pembe ama munjara kwa kazi ya pembe kwa mbuzi ni gani umake mwana mwenye chimboli dereni Turu sadaka, tutoa zaka na sadaka. Turu angu sadaka ni tais. Kwenye kila mtu wapi hali. Ngori na wewe na wataalamu wako. Ni mbuzi. Ni mbuzi. Kwa sababu asenge hajui kazi ya sadaka. Kama ni tiende mwenye sadaka. Kisuki jibabu na kupeleka tanki na kitu. Kisuki jibabu sasa yetu. Haya. Sema tunape maji ya wageni. Karaka maji ya wageni. Tabadila. Siapa nak takoleta, ayo ada terjawab, wah ini mbuzi. Sasa ukija kanisani, waone kama wajue kanisa, jua kuna wote wawili, manyama zalele mbaro, kuna kondoo, abantu bara mjumoni, na kuna mbuzi. Wapendwa, ukibatizwa na kuingia kwa nyumba ya Mungu, awajue kwa wabatizwa jasa nyumba ya Mungu. Chunga usikuwe mbuzi. Lenda kwa mbuzi na chunga usifuate kondoo. Na nenda kwa wajiji ng'ombe, fuata sauti ya mchungaji. Wachi yule mulisha. Unanipata? Mwani wangu. Tumalize na kitabu cha Waefeso mahali ilikuwa our keepers. Tupole ile kitabu cha Waefeso hadi siku hiyo kana jarende. Kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 20. Waefeso 5 ile mlango na utano kama. Sasa hii ningependa tusome pamoja. Wana yenyewe ndio tusome Amo 5 mstari wa 26. Waefeso 5 ile mlango na utano kama. Tunaanza na 25 tu. Enyi waume wapende wake zenu, mliowasata mwanja wa kundu wainu kama Kristo alivyoipenda kanisa. Kuna Kristo anje kanisa. Nikiendelea kusoma tafadhali penda kanisa. Gini anataka kusoma na yeye anje kanisa. Akajitoa kwa ajili ya kanisa. Naenda akiwa manyana asini njia yake. Hata wewe jitoe kwa ajili ya kanisa. Manyana yeye asini njia kanisa. Ili makusudi. Elianyale nilitakase na kulisafisha kwenye jana na kwenye sivya
katika neno. Asa mache na silingana. Sasa sikiza wapendwa. Wana uwa wantwa. Angalia ni keti karibu na wewe. Ligeli lango jo karastanga naye. Hata kama umevaa suti mpya, pamoja na suti mpya ni mchafu. Oyino mwendo mwendo. Amjani tatu. Mwa nguo. Hata kama umevaa nguo ya Dorcas, pamoja na tilangi ya Dorcas ni mchafu. Mwendo mwendo. Akikuja kanisani, ukanagoche kanisa, hata akiimbisha kwaya na isaka wako tanyari kwaya, wanarudia ni mchafu. Mwendo mwendo. Kama wewe ni msafi, wajua naye kore mrabu, kanisa si yako. Kanisa tuli yao, toka kanisani. Hayo kariwa si kanisa. Kama wewe ndani wewe ni msafi, wajua kore tena elimu chenu, kanisa si yako. Kanisa tuli yao, toka kanisani. Hayo kariwa kanisa hapo. Kanisa ni ya wachafu, ni ya wantaba gundo. Lakini yale dana maji ya kuosha. Kore ndio mlisto ya manjara. Hapo nipatie jika hizi to. Msoko ndio sibichanga takorwa. Na ndio maana mada ya siku ya leo ilikuwa God's washing machine. Na pia kwa wale ndio ngere roga machine ya Nyasaye gusibia. Ndio sema jina lake mtamuita Yesu. Biblia ndio amemwita Yesu kwa maana atawaokoa wenye dhambi kutoka kwa dhambi zao. Kiagara nabo waliaba tukua si vyao. Sasa watu wote wamekaa hapa. Hawataona kwa star. Hata yeye ubatizo leo. Waenda baba kuzora leo. Kanisa ni kazi. Wameoshwa leo tu. Ndio basi ni tu. Lakini bado kuoshwa inaendelea. Kule ndogo sio wangu endelea. Bado uchafu wa utu wa kibinadamu lazima upigane. Ndio ndio mwana wa mtumboga ndio kurushwa. Sasa sijui kama mwaona washing machine. Kama ndio wanasema kama machine zimejambo usenge kwa leo. Kama mjawahi ona, acha ni la describe. Onye mwana kwa kigamba ya Yesu ne kora kana. Ni kama mtungi. Yero mtungi kako sako hivi. Kare raundiga. Wewe ukileta karoko aratile yanga, unaweka tu maji na sabuni. Wewe weka maji na sabuni. Unaona ile shati yeye nao shambani. Wewe shati yeye ndio mmogo. Kwa mabu. Ile rangi yenye ilishika oil grease, gari ilikuwa pata accident. Gari yenyewe kuna tunechili, gari yangu gari kwa mtabu. Ile nguo yenye ulitapika hata juu yake, wale ilikuwa rokerete. Wewe ujabu ikiingia ndani ya mashine. Kaka sura si mashine yime. Yule mwenye anaangalia mashine, ndio kuligiri ile mashine ile anaanza kuoperate mashine. Ngago taka kwa mashine yake. Alafu zile nguo zinazunguka. Shamba kilichomenya kutoka na unazunguka. Shamba kutoka na shati ya white na shika ya black. Shati ile ndio ya watu mwana. Kaza kabisa. Ya watu na mama. Wewe unashika kiasi. Wewe ya watu wa. Ile mzee nyaja amevaa wiki mzima atoi, unamwambia toa atoi. Ile mwaka vile jumenge ma. Zinashikana zote na chonshi. Swali. Wana li swali hivi. Mwaisikia ama unadhani shati itasema chana mimi na mimi sitaki rangi kutoa. Nitoe kwa mashini, toa kwa mashini. Akarabila hapo kwa ndani ya Mungu tayari kenda na ndio itapo bwana zako kuna ndusha. Cheka. Ukiwa kwa mashini, akarora si mashini, poa boss. Tegerera. Ngoja mwisho. Tegerera boss wewe. Poa na uoshwe. Kama motore hapa hivi watu ni wabaya. Watu wanaongea vibaya. Wao kwa mangana mabaya. Sasa unataka kutoka kwa mashini. Wanaogopa tukuru si mashini. Ukadhani utapoa. Wanaanga ratima no mmoja atutangara na norabe. Ukitoka kwa mashini, usikuru si mashini. Kazi ya kuoshwa inaishia hapa. Hawo emere moyo siku no yale. Maana nilisema wale watu wanasema kanisa ni mwili ni roho. Na kiweka kama bango na kwenye kanisa nao mkono. Tunaoshwa kanisa. Ile tulivyoshuhudia wewe kanisa. Njoo uoshwe. Njoo sibiwe. Njoo uoshwe. Njoo sibiwe. Kana wengine ambao ni wachafu uoshwe pamoja. Njoo wale walianza kuondomoa yamo mosibiwe. Wacha mwingine ajaribu kasira yako mpaka hiyo hasira ishe. Tuwe ndata mama yule robo waka bawari. Wacha mwingine ajaribu kiburi chako mpaka kiburi kiteremke. Chumo kirelelero hapo mpaka kwa chense. Ninyi gongana kama chuma na chuma. Karatu mtuma na vile tumase yeye. Lakini uko ndani ya mashine. Kule ndio mbele yeye mashine. Mwisho wake au mwali yeye. Utaoshwa kwa damu ya Yesu.
Yesu kupitia kwa neno lake. Manyinga Yesu kwa nganalia. Ujumbe wa siku ya leo nikimaliza, hey, in the washing machine. Bwana vera sema chini hiyo zika ndani. Vera ime. Kufa ndani. Vera ime. Yesu anasema iweni waaminifu. Yesu anatema mabageni mgogo kwa. Nami nitawapatia taji ya uzima. Na nje nyumba ya mwenye yobo huruma. Ningependa kuita wale waliobatizwa siku ya leo. Bwana mtakatifu ndio wale leo. Wanasema mimi nataka kukaa kwa washing machine. Bali baba tazama ndio kwa machine ya kuzilia. Ya kwamba kitu utakumbuka kama utasahau vitu vyote nilizofundisha hapo na shakuli vitu vyote nengere chichuma ngere usisahau kaa ndani ya mashine. Tuwewa wewe ile mashine. Na sitaki wote wenye walibatizwa, sitaki tunaanza walibatizwa. Kama bado hujafanya uamuzi huo bado usikuje. Wale tunafanya kwa kuokoa na ndio kukupatia wito wa kubatizwa. Na wale ndio kwa huko rangi huko kubatizwa. Nataka nitofautishe. Hii wito si ya kubatizwa. Wale kwa rangi huko ndio kubatizwa, lakini ni wito kwa waliobatizwa. Ndio kwa rangi huko si wale babatizwa. Mungu nisaidie nikae ndani ya mashine. Nyasaye ngoja menye mashine kama ile ndio ombi lako. Wao wanaokuru kusema kwao kama hapa tuombe pamoja. Tuombe ndio tushakusabana. Watu kuna wachungaji wengi wa kuwekea mikono hata hivi. Leo waradi bana na bangi kwa rudi maboko ya kukaa ndani ya mashine. Kwa menye mashine. Unapoenda wimbo endelea kuja. Wangu na watara ile mnazocha. Hiyo tu wimbo 117 tulikuwa tunaimba. Watara kulikuwa daima mkombozi waoshwa kwa damu ya kondoo.